Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ndugu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia tena sala na salam kiongozi wetu wa umma, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake القرآن الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. حقيقة هي قرآني، حقيقة هي كتاب يهدي للتي هي أقوم، kinaongoza katika njia ya sawa. Kitabu cha Qur'ani kinaongoza katika njia ya sawa. Maana yake yule ambaye ataiacha Qur'ani ameacha muongozo wa sawa sawa. Dalili zote za kupotea anazo, kwa sababu hana muongozo ambao unaweza kumuongoza akafikia kule ambako kumekusudiwa. Kama ambavyo tumetangulia katika hadithi tukasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadithi: inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabu aqwaman wa yadh'u bihi akharin, kwamba hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala huwainua watu. Yarfa'u bihadha alkitabu aqwaman, huwainua watu kwa kitabu hiki, wale ambao watalazimiana nacho, wale ambao watashikamana nacho, wale ambao watachukua mafunzo ya kitabu hichi, kisha baada ya hapo wakafanyia tatbiki yale mafunzo yake. Hawa Allah huwainua. Wayadh'u bihi akharin, Allah subhanahu wa ta'ala huwatupilia mbali wengine, wale ambao waliamua kutupilia mbali Qur'ani, kutokuifanyia kazi. Kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema: inna hadha alkitab, inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam, hakika hii Qur'ani yaongoza katika njia sawa, yamuongoza mtu katika njia sawa, yule mtu ambaye ameamua kwamba kweli Qur'ani iwe ni muongozo kwake. Haiwezi kumuongoza Qur'ani mtu ambaye hakuifanya kuwa ni muongozo. Na tukitaja Qur'ani, maana yake tunataja masdari ya elimu zote. Ilmu zote masdari yake ni Qur'ani. Kama zatajna ahlul ilm wataja ilmu, maana yake chimbuko lake elimu hizo ni Qur'ani. Vipi wewe uiache Qur'ani ujilazimu nayo kisha utaraji mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wewe huwa ni katika watu ambao wamefaulu? La, mambo hayako hivyo. Bali wale ambao walilazimiana na Qur'ani, sahaba al-kiram radhiyallahu anhum, waliamua kulifanya hilo kwa sababu waliamini kwamba al-falah ipo katika kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu. Waliamini ufaulu wao utapatikana katika kushikamana na kitabu cha Allah. Wakashikamana sahaba ridwanullahi alayhim, mpaka leo ikawa tunawataja kwamba hawa ni wema waliotangulia ambao walilazimu katika zama zao kushikamana na Mtume sallallahu alayhi wasallama, bali kushikamana na maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, na wakafungamana na amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Vivyo hivyo ndivyo ambavyo walifanya ulama tabi'i tabi'in na waliofuatia baada yao katika kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na masahaba walikuwa wakisoma Qur'ani, wakikisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wengi wao wakiwa na umri mkubwa, lakini waliamua kwamba azma yetu sisi ni kulazimiana na awamiri Allah subhanahu wa ta'ala, kulazimiana na amri za Allah subhanahu wa ta'ala na yale ambayo amekuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali watu walioachana na silka au suluk, tabia ambazo au njia ambazo walipita kwazo masahaba al-kirami, hakika hawa walioacha baada yao wamefanya bid'a nyingi, wamezusha mengi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika dini hii ya Allah, kwa sababu
ya uchache wa ilmu zao na kutokutambua ni kwa sababu gani masahaba ridwanullahi alayhim walifungamana na kushikamana na Mtume sallallahu alayhi wasallama, wakafanyia kazi kila ambacho wanakisoma kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ambavyo zanukuliwa adilla mbalimbali na baadhi ya sahabiyat, kama ambavyo aliulizwa Aisha radhiyallahu anha kuhusu akhlaqi za Mtume sallallahu alayhi wasallama, akasema Aisha radhiyallahu anha كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، أي خلقه القرآن. عائشة رضي الله عنها alipoulizwa juu ya Mtume sallallahu alayhi wasallama na sahaba, yani masahaba wanamuulizia mtume wa umma Muhammad sallallahu alayhi wasallama kama mtume yukoje, wanamuulizia Aisha radhiyallahu anha ambaye anamjua Mtume sallallahu alayhi wasallam, akawaambia Mtume sallallahu alayhi wasallama khulquhu alquran. Mtume sallallahu alayhi wasallam tabia zake ni kama Qur'an. Maana yake vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha ndivyo ambavyo yeye atatekeleza, vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amekataza ndivyo ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam ukatazika. Na ndiyo maisha ambayo walikuwa masahaba wanayasoma kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ili wafanyie tatbiq. Amefaulu yule ambaye atasoma katika Qur'ani kisha akaamua kufanyia kazi moja baada ya kingine, bali amefeli yule ambaye ataamua kukusanya katika Qur'ani mengi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala akawa anayo kisha akaamua asiyafanyie kazi. Huyu atakuwa amefeli. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam anatubashiria khairi ambayo lau watu kama watakuwa nayo khairi hii watakuwa wamefaulu katika maisha yao ya dunia na akhira, kama ambavyo amesimulia Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu. Anasema katika hadithi ambayo ni mashuhuri, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi ddin, yoyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamtakia khairi mtu huyo, Allah subhanahu mtu huyo umzindua katika dini. Kuzinduliwa wewe katika dini ni kujiona kwamba wewe umeshikamana sasa kisawasawa na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ni kujiona kwamba wewe umeshikamana na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bali ukijiona kwamba uko mbali wewe na wahi wa aina mbili hizi, uko mbali na wahi wa Qur'ani, uko mbali na wahi wa sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, jibashiria shari wewe mwenyewe, bali badilika, fuata kama walivyofuata wema waliotangulia, kama ambavyo walivyoamua kulazimiana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo wa maisha yao mpaka kufa kwao. Na ndivyo ilivyo dini yetu, na ndivyo msingi wa manhaji ya wema waliotangulia. Ndio maana baadhi ya wema waliotangulia wanasema likulli shay'in imad, kila kitu kina nguzo. Wa imadu hadha ad-din al-fiqh au al-ilm, kila kitu kina nguzo, lakini nguzo ya dini hii ni fiqhi, ni mtu kuwa na ufahamu katika dini yake, kwa maana ya kwamba mtu kuwa na elimu ya dini yake. Haya ndiyo ambayo wanatuambia wema waliotangulia, na hivi ndivyo ambavyo watu waliofahamu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, hivi ndivyo ambavyo watu wameyafahamu maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani, narfa'u darajati man nasha, tunawainua daraja wale ambao tunaowataka. Qala Zaid bin Aslam rahimahullah, anasimulia Zaid bin Aslam rahimahullah, asema hivi katika kauli hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, narfa'u darajati man nasha, tunawainua daraja wale ambao tunawataka. Qala ayyi bil ilmi, tunawainua daraja watu kwa ilmu, kwa mtu kuitambua ilmu ya dini
na kuamua kushikamana nayo na kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama, mtu huyo atarufaishwa juu, atainuliwa daraja na Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ndio waadi wake, na Allah subhanahu wa ta'ala akhalifu kile ambacho amekiahidi. Allah akhalifu viaga vyake, kile ambacho amekitoa kwa wale waadi ni ahadi kwa waja wake, basi ahadi hiyo Allah ataitekeleza. Yeyote ambaye atashikamana na ilmu ya dini, akashikamana na kitabu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ipasavyo, mtu huyu Allah atamuinua hata kama ataonekana dhalili katika macho ya watu. Ni wangapi katika watu leo huonekana ni madhalili? Ni wangapi katika mashaikh huonekana kwamba ni madhalili kwa haya zao, kwa maisha yao ambao wanaishi, lakini ni watu aizza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni watukufu, bali utukufu wao haujulikani. Kwa sababu vipi ataufahamu utukufu wa mtu ambaye si mtu wa kielimu? Ndugu zangu katika imani, tushikamane na kitabu cha Allah, tushikamane na Qur'ani. Qur'ani ndiyo muongozo wa umma huu na umma zilizopita. Lau watu wataachana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'ani, watu watafeli, na hakika watu wamefeli katika maisha yao. Angalia watu katika maisha yao ya kawaida ambayo leo wanaishi majumbani mwao, watu mmoja mmoja katika maisha yake. Lau utafanya tathmini, nani kati yetu hapa leo katika msikiti huu tangu ameamka ameweza kuishika Qur'ani akaisoma? Kama tuko watu 100, bila shaka watakuwa ni watu 20. Na hili ni jambo ambalo kwa wale watu ambao wanaweza kutathmini mambo ya dini yalivyo na hali za kimaisha zilivyo, ni jambo ambalo halina shaka. Hili kama itafikia wakati tukakubaliana, tukaelewa kama watu wanaishi hivyo, maana yake ni wewe kama ulivyo wapaswa kubadilika. Lakini kama hautobadilika, wallahi waadi wa Allah subhanahu wa ta'ala hautokuacha. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema katika aya yake tukufu, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Nukta hii, qala rabbi lima hashartani a'ma, mja atasema kumwambia Mola wake, lima hashartani a'ma, kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala umenifufua hali ya kuwa ni kipofu? Wa qad kuntu basira, na hali mimi nilikuwa nikiona duniani. Allah anasema hivi, au atasema kumwambia, kadhalika atatka ayatuna fanasita, hivyo hivyo tulikupa aya zetu wewe, bimaana ya Qur'ani, fanasitaha, ukasahau, kwa maana ukapuuzia. Neno fanasitaha lina maana kama ukapuuzia, kwa siyaki ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika al-yawma tunsa, vivyo hivyo leo na wewe unasahauliwa. Allah hatakuwa na shughuli na wewe. Ni khasara ya aina gani kama itafika siku ya malipo alafu Allah awe hana habari na wewe? aqulu qawli hadha wastaghfirullah al-azim li wa lakum wa aqimis salat.